Tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Hii ni kauli mbiu ya maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka huu 2026. Maonesho haya yanafanyika kwenye viwanja vya John Samuel Malecela, na kikubwa katika maonesho haya ni banda la Wizara ya Fedha lipo katika maonesho haya, na tutaangalia kupitia idara zao na vitengo vyao mbalimbali. Ukitazama picha hii ni watumishi kutoka idara mbalimbali ambao wapo hapa kuelezea matarajio yao. Kuna nini? Twende pamoja. Mimi ni Godfrey Kusolo, popote tunakufikia. Karibuni sana katika maonyesho ya 88 banda la Wizara ya Fedha, idara ya usimamizi wa bajeti ya serikali. Kwa majina naitwa Consolata Komba, mchumi mwandamizi. Katika idara ya bajeti, idara inajihusisha na uratibu wa maandalizi ya bajeti, utekelezaji pamoja na usimamizi wa bajeti ya serikali. Katika mwaka 26-27 bajeti ya serikali imejikita katika maeneo muhimu matatu, ikiwemo uzalishaji, ambao uzalishaji unahusika katika kilimo pamoja na biashara, lakini pia maeneo ya huduma za kijamii ikiwemo elimu na afya. Katika miradi imejikita katika miradi mikubwa ya utekelezaji wa miundombinu ya barabara, miundombinu ya reli pamoja na bwawa la Mwalimu Nyerere. Katika utekelezaji wa bajeti hii tunakaribisha wananchi waweze kuchangia katika utekelezaji wa bajeti hii, ikiwemo kulipa kodi, lakini pia kuchukua fursa za biashara ili waweze kuzalisha na kukuza uchumi wa taifa letu. Karibuni sana. Wakulima wana nafasi gani? Kwa mwaka 26-27 serikali imejikita katika kuongeza ubora wa uzalishaji wa pembejeo, ikiwemo pembejeo za kilimo kama vile ikiwemo korosho, kahawa pamoja na mazao ya chakula ikiwemo mahindi na maharage. Karibuni sana. Idara ya uchambuzi wa sera ndiyo kitovu cha ukuaji wa uchumi kwa taifa lolote, hata kwetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa bwana mchumi mkuu Lenance Mwakibibi anatupa ujumbe muhimu. Karibu katika Wizara ya Fedha. Hapa ni idara ya uchambuzi wa sera, ambapo jukumu letu kuu ni kubuni na kusimamia sera za uchumi jumla kupitia sera ya fedha na bajeti, ili tuweze kuwa na uchumi jumuishi ambao ni himilivu na endelevu. Na tunapoongea kwa habari ya uchumi, ziko shughuli mbalimbali ambazo zinachangia kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, zikiwemo shughuli za kilimo, misitu na uvuvi. Na ukiongelea kilimo unaongelea pia kwa habari ya chakula. Na kwa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu, kwa mwaka 2025 wa Tanzania tulikuwa milioni 68,153,000 na watu wanne. Watu hao wanahitaji chakula, na chakula kinatokana na sekta au shughuli za kilimo. Kwa hiyo na tuko hapa ili kuweza kutoa elimu kwa wakulima juu ya umuhimu wa sekta ya kilimo katika kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na mathalan kwa mwaka jana sekta ya kilimo ilichangia 24.3 katika pato la taifa, na ajira kwenye shughuli za kilimo, misitu na uvuvi ilikuwa ni 55.1. Kwa hiyo tupo hapa ili kuweza kutoa elimu kwa wakulima, na hasa ukizingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya tambua soko, zalisha kwa tija ili kutekeleza dira 50. Kwa hiyo katika kilimo kuna mazao ya biashara, kuna mazao ya chakula, ambapo tunawahimiza wakulima waweze kuzalisha kwa tija, na hususani mazao yanayohusiana na mbegu za mafuta. Kwa kifupi sana, kwenye sera mnaowezeshaji wakulima? Kwenye sera tunaangalia uchumi unavyokuwa, na ndivyo ambavyo tunatoa ushauri ipasavyo ili kilimo kiweze kuwa na tija. Kwa sisi sera zetu ni sera za ujumla, sera za uchumi jumla, ambapo na kilimo iko ndani yake. Kwa hiyo tunatoa ushauri kitaalamu kulingana na hali halisi. Asante sana mwandishi wa habari, kwamba katika maonyesho haya ya 88 ambayo yanafanyika hapa katika viwanja vya Nzuguni, napenda kuwakaribisha Watanzania, napenda kuwakaribisha wakulima, wafugaji, wavuvi na wafanyabiashara ili kuweza kupata elimu kuhusiana na usimamizi wa mali za serikali, ambapo
itawasaidia ili kuweza kuongeza tija na kutambua fursa za soko na kuchangia katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Katika kutekeleza dira ya 2050, tunapenda kuwakaribisha Watanzania wote waweze kutembelea maonyesho haya ya 88 kuweza kupata elimu kuhusiana na usimamizi wa mali za serikali, kwamba hii Mtanzania yoyote ana haki ya kusimamia mali za serikali ili kuweza kufikia malengo yale, kwamba tunatoa elimu, tunatoa utaratibu jinsi ya kutunza mali za serikali kwa kupitia mfumo wetu wa GAMIS, vile vile kwamba tunatoa leseni za uendeshaji wa minada. Kwa hiyo tunahamasisha taasisi zote ambazo zipo hapa za serikali kuweza kufika katika banda letu kuweza kupata elimu ya usimamizi wa mali. Tunatoa usaidizi wa pale walipopata changamoto katika mfumo wetu wa GAMIS, na pia tunatoa leseni za uendeshaji wa minada hapa katika kiwanja cha 88. Naitwa Josephina Melikioli, ni mchumi, niko Wizara ya Fedha, kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Majukumu yetu katika Wizara ya Fedha, tunahusika zaidi na kuandaa sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ya PPP. Tukiwa kama PPP pia tumekuja hapa katika haya maonyesho ya kimataifa ya 88 kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima kama kauli mbiu inavyosema, tambua soko, ongeza tija, kwa ajili ya kutekeleza dira ya 2050. Sasa tumekuja kutoa elimu kwa wakulima kwa ajili ya kuwaeleza wakulima wale kutambua fursa mbalimbali zilizoko katika hii sekta ya kilimo. Mfano, kama wakulima wanaweza tukiwa kama watekelezaji wa miradi hii ya PPP, wanaweza pia wakatekeleza miradi ya kuna fursa za umwagiliaji. Kwa hiyo ina maana kwamba wale wakulima sasa wanaweza wakaangalia hizo fursa zilizoko zinazopatikana kwenye umwagiliaji, ujenzi wa maghala kwa ajili ya kuhifadhi mazao mbalimbali. Faida za PPP. PPP kwa sababu ni ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, ambapo sekta binafsi anakuja kutekeleza ile jukumu la sekta binafsi. Kwa hiyo tunatajile sekta binafsi anakuja na fedha. Akija na fedha zile kwa ajili ya kutekeleza mradi. Kwa hiyo ile sekta binafsi inaisaidia serikali kupunguza mzigo wa kibajeti. Kwa hiyo badala ya serikali kutumia fedha zake kutekeleza miradi mbalimbali, ile sekta binafsi tunatumia fedha za sekta binafsi kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo sekta binafsi inatusaidia katika kupunguza mzigo wa kibajeti katika serikali. Mgaga na upwa hali wali mkavu. Tulikuwa kwenye banda hili la Wizara ya Fedha ambako ziko idara na taasisi mbalimbali zinazoshiriki katika maonyesho haya ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka 2026. Hadi wakati mwingine.